Pengine kama kuna habari njema zaidi kwa wekundu wa Msimbazi Simba kwa Tanzania kuelekea mchezo wa kwanza wa kundi D hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika ni pamoja na ukweli kwamba Simba safu yao ya ushambuliaji iko vizuri sana hivi karibuni, lakini hilo halitoshi. Safu yao ya ulinzi, mabeki wao wakati wamekuwa kwenye kiwango bora sana cha upachikaji mabao, mbali tu na uwezo wao wa kuzuia. Ndio, iko hivi. Simba wanateremka dimbani Jumapili kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam kucheza dhidi ya Petro Atletico ya Angola. Ni mechi ambayo matarajio ni kuona Simba wakianza na mguu mzuri kwa kupata ushindi imma fa imma, ili mwisho wa siku wajiweke katika mazingira mazuri ya kwamba mechi zinazofuata dhidi ya Stade Malien, dhidi ya Esperance de Tunis, mwisho wa siku wawe miongoni mwa timu mbili za juu na kufuzu kwa hatua ya robo finali. Lakini ikishindikana kabisa, kwa vyovyote vile Simba haipaswi kupoteza mchezo. Jambo la kwanza ni ushindi, la pili ni ushindi, la tatu ushindi, lakini ikishindikana basi wala usare, lakini sio kupoteza mchezo. Watanzania wana Simba watafurahi zaidi kuona meneja Dimitar Pantev, kocha Suleiman Matola, benchi la ufundi lote na wachezaji wote wakiwapa furaha kwa kupata pointi 3 muhimu katika mchezo huu. Sasa Simba haiwezi kushinda endapo iweki mpira wavuni, kama ilivyo kwa timu nyingine yoyote katika mpira wa miguu. Lazima mfunge ndipo msonge mbele, ndipo mpate matokeo mnayohitaji. Katika ligi kuu Tanzania bara mwenendo ni mzuri. Simba mpaka sasa imecheza mechi 3 tu, lakini iko nafasi ya pili. Ingawa wanaongoza ligi watani jadi Yanga wana pointi 10, wao wana pointi 9, lakini Yanga ina mchezo mmoja zaidi kulinganisha na Simba. Simba mechi hizi 3 wameshinda zote, hawana sare, hawajapoteza mchezo. Lakini Simba wamefunga mabao 8, wameruhusu bao moja tu. Kwa hiyo wana safu nzuri ya kushambulia, wana uimara katika kuzuia azi timu. Katika soka la kisasa mnazuia pamoja, mnashambulia pamoja. Nasema hivyo kwa uthibitisho wa Simba wenyewe, kwa sababu katika mabao 8 waliofunga, mabeki wao wakati wamehusika katika kufunga. Dirok Rushain ana mabao 2, tunatambua vizuri. Lakini beki Wilson Nangu ana bao, lakini ukichanganya kwenye michuano yote hakuna beki wakati wa Simba hajafunga. Abdurazak Hamza amefunga bao msimu huu kabla ya kuumia, hivi sasa yupo nje kwa majeraha. Lakini beki mwingine wakati Shamu Karabu amefunga. Wilson Nangu mpya lakini amefunga na amefunga. Rushain Derok ameshafunga mabao 2 kati ya 8. Kwa hiyo silaha za Simba katika upachikaji mabao zinaanzia kwenye eneo lao la kiulinzi. Mabeki wao wakati hasa kwenye mipira ya kutenga huwa ni wazuri sana kusimama maeneo sahihi na kuwadhuru wapinzani hasa kwa vichwa vyao. Lakini yote 9, 10 ni safu yao ya ushambuliaji. Ina utatu fulani hivi wa hatari. Mimi nasema 3+1. Combination ya hatari hii. Hao watatu kwa hivi karibuni wamekuwa kwenye kiwango bora sana, na maanisha Elie Mpanzu Kibisawala akitokea kwenye makaratasi upande wa kushoto, ingawa wacheza yake huwa anaingia ndani. Lakini katika watatu hawa yumo Morris Abraham amekuwa kwenye kiwango bora sana hivi karibuni, kila mara anapata nafasi ya kucheza. Lakini mwingine ni pamoja na Jonathan Soa. Jonathan Soa amekuwa pia kwenye kiwango bora sana. Naposema huyu mwingine mmoja katika siku husika hivi karibuni, Jasha Aoua, mfungaji bora katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita, amekuwa akikamilisha hao 4, lakini wenyewe 3 ongeza 1. Lakini kama sio Aoua katika siku husika, aweza kawa Joshua Budo Mutale, anaweza kukamilisha 4 hii ya 3 jumlisha 1, maana hawa wameshathibitisha hivi karibuni wamekuwa deadly. Ndio maana nasema 3. Wamejifix katika ile na namba 3 ya watu watatu, alafu mmoja ndio anabadilishana. Hapa namaanisha Jasha Aoua kama ninavyotoka kueleza, au Joshua Budo Mutale au Steven Dese Mukwala hukamilisha hii moja ambaye yeye anapokuwepo mara nyingi. Hapa inamaanisha sasa Jonathan Soa hayupo, yupo nje mara nyingi, alafu yeye anaongeza pale, alafu anaongeza na huyu mmoja mwingine. Wao ni 4, 3 jumlisha 1. Nisikuchanganye ndugu mtazamaji wa channel hii. Lengo ni kuonyesha tu kwamba kwenye ushambuliaji wao Simba mara nyingi Dimitar Pantev huwa na walinzi 4, viungo ili ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara 1. Hapa mbele hapa ni deadly. Ndio. Kama sio kufunga wenyewe, kama sio kutoa pasi saidizi za mabao, basi watasababisha safu ya ulinzi ya timu pinzani iparaganyike, iwe hovyo hovyo, kiasi ya kwamba kwenye mpira ya kutenga ndipo wanapokuja sasa mabeki wao wakati wawili.
Anaweza kawa Rushain De Rock, Rushain, anaweza kawa Wilson Nangu, anaweza kawa Shamu Karabu, wanakwenda kuadhuru kwa mipira ya vichwa, kwa mipira ya kutenga. Hivi karibuni Simba ikicheza mechi ya kirafiki dhidi ya timu ngumu ya JKT Tanzania, tena kwenye uwanja wa JKT Tanzania, kwa maana uwanja wenye vipimo vikubwa kuliko viwanja vyote nchini wa Meja Jenerali Isamuyo, Simba imeshinda 6-0. Tuseme ilikuwa ugenini, maana nyumbani kwa JKT, mechi ya kirafiki, mechi mazoezi tunaweza kusema. Katika ligi kuu walishinda 2-1, tunatambua ilikuwa mechi very tough, lakini kwenye mechi ya kirafiki Simba wakashinda 6-0. Waliopachika mabao walikuwa ni pamoja na Eli Mpanzu kafunga mabao 3. Waliopachika mabao walikuwa ni pamoja na Jonathan Soa kafunga mabao 2. Yaani mabao 5 katika 6 yametoka katika ule utatu ninaosema, wa Mpanzu, wa Morris Abraham, wa Jonathan Soa, alafu plus 1. Nadhani tumeliona vizuri. Sasa hao wakiwa kwenye kiwango chao bora, maana yake ni kwamba Petro Atletico kazi wanayo. Jonathan Soa, mbali na kwamba ni pocha mzuri, katika baadhi ya nyakati anajua hapa kusimama ili afunge kirahisi, lakini yeye sio wa kusimama tu eneo moja, anakwenda kushoto na kwenda kulia, ana bulldoze mabeki, ana uwezo wa kupiga chenga, amethibitisha hilo. Amekuwa kwenye kiwango bora sana hivi karibuni, kiasi ya kwamba ni silaha tosha kwa Simba kuwadhuru wapinzani mgongoni nambari 3. Akiwa kwenye kiwango bora, anachohitaji Soa ni kuletewa tu mipira yoyote ya kudondoshewa kwa mbele, ana uwezo kukimbia kwenda kudhuru wapinzani, lakini mipira ya juu, kugombania mipira ya vichwa yuko vizuri. Na huwa ana drop deep, anashuka chini wakati mwingine kufuata hiyo mipira, akitoa fursa kwa viungo wake wa ushambuliaji wenzake, washambuliaji wenzake kutokea pembeni, waende wakachukua nafasi yake kama mshambuliaji kinara, yeye akitokea pembeni, sasa wakibadilishana nafasi. Zile tunasema rotational movements. Mwingine hapa tusisahau alikuwa ni Kibu Denis Prosper, anakamilisha pia, amekuwa kwenye kiwango bora sana. Yes, anapokuwepo anakuwa hatari. Mohamed Bajaba amerudi hivi karibuni baada ya kuwa na majeraha kwa kipindi kirefu tangu msimu uanze. Sasa anaweza kutumika kuongeza idadi hii, lakini kuna Ladak Chasambi, wachezaji wa Simba wenye uwezo kwa udhuru wapinzani kama Petro Atletico wako wa kutosha, lakini kwa hivi karibuni aliyothibitisha zaidi ndio wao walotoka kuwataja. Sasa mbali na Jonathan Soa, Morris Abraham mzuri sana katika kutoa pasi zinazozungumza kwa wenzake ili kufunga, lakini panapostahili anafunga mwenyewe. Huwa yeye anatokea zaidi nyuma eneo la kati, ingawa kwenye makaratasi anaonekana anatoka pembeni kulia, akicheza nafasi ambayo hucheza pia Kibu Denis Prosper, Joshua Budo Mutale na wengine, lakini amekuwa kwenye kiwango bora sana kwa nafasi yoyote anayopangwa baada ya kati ya mstari wa uwanja kwenda kwa wapinzani. Ni mpambanaji Morris Abraham. Movement zake, guu lake la kushoto kama Jose Louis Mixon fulani hivi, pasi zake kama Chama fulani hivi, kwa maana ubora zinapofika katika mechi hizi chache alizocheza akiwa na Wekundu wa Msimbazi Simba. Bana, yeye ni miongoni mwa wachezaji wapya waliosajiliwa kwa msimu wa 2025 2026. Lakini Eli Mpanzu Kibisawala ameanza kwa kusuasua, maneno yakianza kuwa mengi, lakini wakati anasuasua alikuwa anafunga. Mechi aliocheza dhidi ya Gaborone United na kushinda 1-0 kule nchini Botswana, bao alifunga yeye Mpanzu. Anatokea pembeni, anaonekana kwenye makaratasi, lakini wakati, na ndio maana hata bao hilo aliifunga kwa kichwa akiwa eneo la kati. Mpanzu awe kwenye kiwango bora asiwe kwenye kiwango bora, ni tishio kwa sababu ya kasi yake na nishati. Lakini uzuri tu ni kwamba katika mechi za karibuni Mpanzu anarudi, Mpanzu yule tishio. Mpanzu wakati mwingine msemaji wao Ahmed Ally umuita volcano, analipuka na kuwafanya wapinzani wakose amani. Mabeki wa Petro Atletico, kina Kinito, kina Ruben, golikipa Hugo Marques, kazi wanayo. Ndio katika kukabiliana na athari za volcano ya Eli Mpanzu Kibisala akiwa kwenye kiwango chake bora, na ndio maana mechi ya mwisho wamepata nguvu zaidi ya kisaikolojia kwa kufunga mabao 3. Mpanzu yuko vizuri. Morris Abraham, Mpanzu, Jonathan Soa, hilo tayari ni tatizo linaweza kusababisha mauaji kwa wapinzani. Lakini Jasha huwa mara zote asipofunga, asipotoa assist, bado huwa anajua pa kusimama, huwa anafanya mambo mepesi yenye ubora wa hali ya juu, soka lile la darasani. Havuti, hana mambo ya udambwi kufurahisha mashabiki. Lakini mara zote kama alivyothibitisha katika msimu uliopita Ligi Kuu Tanzania Bara na michuano mingine ikiwamo ya Kombe la Shirikisho ambao Simba alikwenda mpaka finali, mara zote ukienda kwenye mabao au pre-assist au assist, yeye Jasha huwa umkosi kwa sababu anajua anachokifanya uwanjani. Amekuwa muhimu sana, na hasa kwenye mpira kutenga amekuwa kwenye kiwango bora. Kwa hiyo mara nyingi ile moja ile kwa hizi mechi chache za karibuni, mwenyewe mfungaji bora wa Ligi Kuu Tanzania Bara msimu uliopita
kwa mabao 16, lakini pia akitoa assist 9, akichangia mabao 25 kwa wekundu wa Msimbazi Simba miongoni mwa mabao 69, nambari 10 mgongoni, mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast, hachezi mbali. Hapo bado hujaongeza athari za mabeki wa pembeni akiwemo Shomari Kapombe ambaye ndiye hupanda zaidi, wakati Anthony Mligo hupanda lakini sio kihivyo. Simba wakicheza wanakuwa na ile shape, tunasema asymmetric shape kwenye kushambulia maeneo ya pembeni, kwa sababu Kapombe anapanda kuwapa nafasi viungo ushambuliaji eneo la pembeni kuingia ndani, lakini Mligo panda yake sio kama Kapombe. Huwa anapanda lakini sio mara zote kwenda kwenye touchline, lakini Kapombe anakwenda kwenye touchline, anapiga vipas au anapiga crosses, na wakati huo kutekeleza majukumu yake ya kuzuia. Simba wakiwa kwenye kiwango chao bora, wakipata support kutoka eneo la kati, Nabi Kamara, Yusuf Kagoma, excellent. Mabeki wao ambao pia ni wazuri kupiga mipira mirefu ile inayokata mistari ya kiulinzi ya timu pinzani na kurahisisha mwendo kuelekea kwa langoni kwa wapinzani, hasa Rushaine De Reuck, ni dhahiri kwamba wanao uwezo wa kuvuna pointi 3 na kuwapa furaha wa Tanzania, kuwapa furaha wana Simba katika michezo kwa Mkapa jijini Dar es Salaam. Cha kufanya, ewe shabiki, ewe Mtanzania, nenda uwanjani, kashangilie mwanzo mwisho. Uwanja ujae watu 60,000 kwa mujibu wa uwezo wake. Halafu sio tu kujaa, lakini kushangilia mwanzo mwisho, kuhakikisha wanawapa hamasa ya kutosha wachezaji wa Simba ili walete furaha. Lakini ikitokea katika nyakati za mchezo, kwa sababu mpira wa miguu, mechi kama hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, hutarajii Simba wawe dominant dakika ya kwanza, ya pili mpaka ya mwisho. La hasha. Kuna nyakati Petro atakuwa wazuri zaidi. Ni nyakati ambazo wachezaji wa Simba watahitaji support kubwa zaidi badala ya kunyamaza. Muhimu kuliko yote ni kuhakikisha kwamba wanaungwa mkono. Utatu huu, Eli Mpanzu Kibisawala, Morris Abraham, Jonathan Soa +1 Jashaua au Joshua Budo Mutale au Ladak Chasambi au Steven Dese Mukwala au Mohamed Bajabar au Neo Maema, hakika Simba wana rasilimali ya kutosha ya kuwadhuru wapinzani kutokea eneo la kati mwa uwanja, na hivyo mabeki wa Petro Atletico, kina Ruben, kina Kinito, golikipa Hugo Marques, kazi wanayo kukabiliana na mashambulizi haya ya kutisha ya wekundu wa Msimbazi Simba waliothibitisha ubora katika siku za karibuni, ili mwisho wa siku Watanzania wafurahi, wekundu wa Msimbazi Simba mashabiki wao wafurahi kwa kupata pointi 3 muhimu na kuanza na mguu mzuri katika hatua ya makundi kwenye kundi lao la D ligi ya mabingwa barani Afrika.